Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi vyetu bora kabisa, leo ni siku maalumu mno na adimu kwa ndugu yetu ambaye yeye yupo katika nchi ya Saudia, ambapo bila shaka leo utakwenda kujua kunako dua yake maalumu mno ambayo inakusudiwa kwenda kufanyika hivi punde tu baada ya kumalizika kwa jambo hili. Basi nawe kuwa tayari kama namna ambavyo ndugu wetu huyu alivyoweza kwa taratibu wake. Utakwenda kwa taratibu mmoja mzuri mno ambao kama nawe utapata fursa ya kupata taratibu huu, bila shaka unaona kabisa matumaini makubwa kuliendea mafanikio, kuendea utulivu katika mtihani ambao unaweza kuwa uko nao wa ndoa, na namna gani unaweza kutuliza mumeo au mkewe aka katika hali iliyo tulivu kabisa. Na Dr. Said na Sheikh Al-Ghazali atakwenda kutupa mwongozo japo kwa ufupi, kisha tuelekee katika dua ya ndugu yetu huyu ambaye yeye shida yake kubwa ni kunako kukosekana kwa utulivu na amani katika ndoa yake. Nawe ambaye una migogoro katika ndoa yako, tumia fursa mfano wa ndugu yetu huyu ili nawe uweze kupata utulivu, amani katika ndoa yako, ili uweze kufurahia ndoa ambazo katika hali ili kuwa nzuri kabisa. Katika muda huu ni kwa ajili ya salamu, na kisha baada ya hapo tutakwenda kuungana naye akatupe namna gani dua hii itakwenda kufanyika. Muda huu ni salamu. Dr. Said na Sheikh Al-Ghazali. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na vipi hali yako Dr.? Wallahi hali namshukuru Allah tabaraka wa taala. Naam. Na hasa ukizingatia tuna afya tele. Na mtume anasema khairun nasi anfa'uhum linnasi, ya kwamba mtu alikuwa bora zaidi ni yule ambaye kupitia yeye watu wanapata manufaa. Nasi tunamshukuru Allah kwa kutupa fursa hiyo. Nasi tunamshukuru Allah kutupa fursa hii ya kuweza kuwa ni sababu ya kuwafanya watu wengine wapate manufaa na moja ama nyingine. Bila kupoteza wakati, Dr. Said na Sheikh Al-Ghazali yupo ndugu yetu katika ardhi ya Saudia. Yeye anaripoti kuwa tayari ana mtihani mzito sana katika ndoa yake, na amani, utulivu lakini pia imekosekana kabisa kwa muda sasa, na akahitaji kupatikana kwa namna kuweza usaidizi. Namna gani anaweza kapata usaidizi kwa maana ndoa yake iweze kuwa na amani na utulivu. Je, namna gani ambavyo tuna dua hii inaweza kufanyika, kwa taratibu gani ili kwa taratibu hizo ikiwa miongoni mwa watu wengine watakaotumia taratibu na mfumo wa njia hizi na wao waweze kupata amani na utulivu katika ndoa zao. Je, tunafanya nini? Kwa taratibu gani? Ni dua gani ambayo itafanywa ili huyu ndugu yetu huyu apate utulivu na amani, na wengine ambao watakaofuatilia taratibu hizi? Naam, al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan. Ya Allah. Hili jambo si kila mtu anaweza. Ukimsoma mwanafunzi wa Ibn Taymiyyah, huyu ni Ibn Qayyim al-Jawziyya. Yeye anasema katika siri za Qur'an, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humpa yule amtakaye. Si kila mtu anaweza kujua asrari al-Qur'an. Ya Allah. Nasi tunamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kiwango kidogo cha kujua baadhi ya asrari zilizo ndani ya kitabu kitukufu cha Qur'an. Alhamdulillah kwa neema hii Mwenyezi Mungu aliyetupa. Ya Allah. Kwa tuwaambie tuna wale mahasidi basi wakae pembeni, sababu sisi Mwenyezi Mungu atupa neema hii. Alhamdulillah, nasi tunaitumia kama manufaa kwa umma na jamii biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Yupo ndugu yetu, huyo ni dada yetu ambaye yeye anapatikana katika ardhi ya Saudia. Kumekuwa na migogoro mizito sana baina yake yeye na mumewe. Sasa naye anaipenda ndoa yake, anatamani kuwe na utulivu, lakini anatamani mume wake amsikilize, wakae wamalize tofauti zao na maisha yaendelee. Mume bado amekaza. Sasa je, huyu tunaweza kufanyaje biidhnillah subhanahu wa ta'ala ili mambo yaweze kwenda vizuri? Kila mtu ana password yake maalum ambayo kwa password ile lau kama mtu akipita mafanikio nje biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana unaona siri ya sisi na wake zetu utulivu,
umeshamiri. Sababu tunajua password namna ya kupita biidhnillah. Sasa lau kama tukita namna ambavyo tunavyotaka kumfanyia huyu dada yetu, huwa inakuwa hivi. Jambo la kwanza, tunachukua ardhi ambaye yeye yupo, ambayo ni nchi gani? Saudia. Ukitazama hii Saudia kwa mujibu wa taaluma, rakmu ni namba 150. 150. Lakini kadhalika jina la huyu dada yetu tunalificha, hatutalitaja kwa ajili ya stara ya kile tunachokifanya, lakini namba yake ni namba 301. Lakini kadhalika tunakwenda kutazama jina la mumewe ambalo pia tunalificha kwa ajili ya sababu za kitaaluma, lakini namba yake ni namba 279. Saudia ni 150. Dada yetu huyu ambaye ndoa yake inayumba yumba ni namba 301 na mume wake ni namba 279 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunafanyaje sasa ili tukifanya dua mambo yanakuwa mzin, yanakuwa mujarrab biidhnillah subhanahu wa ta'ala? Jambo la kwanza tunachokifanya, tunachukua ile hisabu ya nchi. Kisha baada ya hapo tunachukua hisabu ya taliba, kwa maana huyu mdada ambaye anataka utulivu katika ndoa yake, na kisha tunachukua hisabu ya matlub, kwa maana mume ambaye kwa sasa ndio anatakiwa ili utulivu uweze kupatikana biidhnillah. Tunachanganya hizi hisabu, kisha tunajumlisha, hisabu inakuja namba 720 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Unaona mambo haya? Hapa lengo la msingi tunataka zile siri alizotupa Allah, ya namna gani ya kuitumia Qur'an ili kutengeneza sulhu baina ya hawa mke na mume. Sulhu ipite, kheri ipatikane, neema itawale na makubwa yaweze kupatikana biidhnillah. Lakini fahamike password hii ni kwa ajili ya dada yetu huyu. Kwa wewe ndugu yangu ambaye bila shaka unatufuatilia, una password nyingine kabisa kutokana na jina lako namna lilivyo na mji unaokaa, lakini na jina la mumeo au mkeo, lazima password zinakuja tofauti kabisa. Ni kama jinsi ambavyo unavyoona mimi hapa nilipo na simu yangu, namba zangu za simu hazifanani na namba za mtu mwingine yoyote. Na nikichanganya kidogo basi inakwenda kwa mtu mwingine, sio kwa yule ambaye anayekusudiwa. Kwa hiyo inshallah, na ndivyo ilivyo taratibu hizi, zina siri kubwa kabisa Allah subhanahu wa ta'ala amejalia katika hali za namna hiyo. Sasa huyu dada al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan, tunataka kumfanyia dua. Tunataka awe na utulivu, tunataka awe na amani, lakini kadhalika tunataka kuwe na masikilizano mazuri baina yake yeye na mumewe biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Dua yetu tunatakiwa kufanya ni duaul basmala, dua ya Bismillahirrahmanirrahim. Je, inamkubali huyu mtu? Naam, inamkubali. Sio kila dua inamkubali mtu. Aiwa. Na maki hapa nilikuwa na jambo kidogo nataka niulize kwa niaba ya anayetufuatilia. Tumeangalia mji, tumeangalia jina la dada yetu huyu, tukaangalia jina la mume wake. Ikaja hesabu ya 720. Kwa mujibu wa 720 tunaanza kuitafuta password ya anatakiwa kufanywa dada yetu huyu, ili majambo yake yaweze kwenda sawa sawa. Kwa hiyo unataka kuniambia kwa mujibu wa maki anatuambia mpaka dua ipi ndakiwa ifanyiwe. Sahihi. Sio kila dua tu mtu anakurupuka tu kufanya. Dua zinakwenda kwa password zake na rasdi zake ili mambo yaweze kwenda katika mustawa. Kwa dada yetu huyu aliyo Saudia, hii ndo password yake na kadhalika ndio rasdi yake biidhnillah. Kwa hiyo duaul basmala, ambayo dua hii hisabu yake ni namba 132. Angalia majambo, dua yenyewe ni namba 132.
132 katika password ya dada yetu huyu inatakiwa pafanyweje biidhnillah? Ya Allah. Jambo la kwanza, inatakiwa huyu dada ili kuwe na sulhu na mazuri baina yake na mumewe, pafanywe bismillahirrahmanirrahim kwa hisabu ya ismil baladi, kwa maana hisabu za jina la nchi ambaye yeye yupo hivi sasa biidhnillah. Maana yake tufanye kwa mujibu wa dada yetu, isomwe bismillah mara 150 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kisha baada ya kusomwa mara 150, kisha itasomwa duaul basmala mara 2. Nini maana ya 2? Tazama, duaul basmala yani hisabu yake ni namba 132. Unachukua hisabu ya upande wako wa kulia ambao ni namba 2, ndo dua ile utaisoma baada ya kusoma bismillah mara 150 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hizi ni siri ambazo sio kila mtu anapewa, sio kila mtu anazijua katika hali za namna hiyo. Kisha baada ya hapo kinachofuatia ni nini? Itasomwa tena bismillahirrahmanirrahim kwa hisabu ya mara 301 biidhnillah subhanahu wa ta'ala, ambayo ni hisabu ya dada yetu huyu aliyo katika nchi ya Saudia. Kisha baada ya hapo itasomwa duaul basmala mara 32 biiznillah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Kisha baada ya hapo itasomwa tena bismillah mara 279 na kisha baada ya kusoma bismillah mara 279 kisha itasomwa duaul basmala mara 132 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Naona majambo jinsi yanavyokwenda. Yani ukitazama tu yani yule utaratibu wenyewe namna ulivyokaa, unaona Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hawezi kutuacha, bali atajibu katika yale ambayo tunayataraji na kuyatamani biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kisha baada ya kumaliza hisabu hii utasoma aya hii, innahu ala raj'ihi laqadir, mara 132 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kisha baada ya hapo utasema maneno haya mara 301, Allahumma ya man radda Musa ila ummihi irji' fulan arji' fulana ila fulan kama radatta Musa ila ummihi ya man radda Yusufa ila abi urdudu fulana ila fulan kama radatta Yusufa ila abi. Utasema ya man radda Musa ila ummihi, ewe Mwenyezi Mungu ambaye umemrejesha Nabii Musa kwa mama yake. Arji'i fulana, hapa tunamtaja huyu mume wa dada yetu huyu aliyo katika ardhi ya Saudia, lakini kimya kimya kwa ajili ya usalama na taratibu za kitaaluma biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Nabakia ni siri yetu katika jina lake. Tunamwambia rji ila fulan, rejea kwa fulani. Huyu fulani ambaye ni dada yetu aliyo katika ardhi ya Saudia, naye inabaki kuwa ni siri yetu kwa sababu za kitaaluma biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kama radatta Musa ila ummihi, kama jinsi ambavyo ewe Allah subhanahu wa ta'ala ulivyomrejesha Nabii Musa kwa mama yake. Ya Rabbi, pia huyu mume wa dada yetu huyu aliye Saudi, kwa mujibu wa siri na password hizi na kwa mujibu wa bismillah, ya Rabbi tunakuomba mrejeshe kwa mkewe kama ulivyomrudisha Nabii Musa kwa mama yake. Ya man radda Yusufa ila abihi, ewe Mola ambaye bila shaka umemrejesha Nabii Yusufu kwa baba yake. Urdud fulana, mrejeshe huyu mume wa dada yetu huyu ambaye tunalificha jina lake, mrejeshe kwake kama radatta Yusufa ila abihi, kama jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu ulivyomrejesha Nabii Yusufu kwa baba yake. Mola wetu kadhalika tunakuomba sulhu ndoa ya
hawa watu wawili kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya rabbal alamin. Hii ni dua maalum kwa ajili ya dada yetu aliye katika ardhi ya Saudia. Una fursa sasa wewe ambaye pia upo katika nchi mbalimbali, maeneo mbalimbali, kadhalika kama ndoa yako mume kakukimbia, au kadhalika mke kakukimbia, au kadhalika mizozo ni mingi katika ndoa kiasi ambacho inakunyima amani, basi nao una fursa ya kufanya mawasiliano na sisi kama alivyofanya dada yetu huyu katika ardhi ya Saudia, na sisi tutakupa utaratibu. Ukiutekeleza tu ule utaratibu, insha Allah, nasi tutakufanyia kama jinsi ambavyo tunavyokwenda kumfanyia dada yetu huyu. Mazuri yako mbele hapa baada ya dua biidhnillahil karim. Naam, ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wetu, nadhani sasa kwa wewe ambaye una mashaka dada yetu huyu, utaratibu namna ambavyo unavyokwenda unaona kabisa kwamba lipo jambo kubwa, bila shaka lina natija bora mno, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunamuomba aweze kumrejesha mume wa dada yetu huyu, na tunaamini kwa taratibu zinavyokwenda Mwenyezi Mungu pamoja nasi na anajibu kile ambacho tunachoweza kumuomba biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo wewe pia ndugu yangu ambaye una mitihani na migogoro sana katika ndoa yako, nafasi na fursa pia bado unayo, naye pia unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ziona hapo kwa WhatsApp, namba za kutupigia simu, au unaweza kutuma message au kutuma voice, ukasikiliza ukashauri na kupewa mwongozo wa namna gani unaweza kufanyia jambo lako katika hali ya kwanza kabisa. Hii ni utaratibu ni kwa ajili ya mtu tu ambaye yeye ana mitihani katika ndoa yake, ana migogoro katika ndoa yake, au wewe umekimbiwa na mume au umekimbiwa na mke. Utaratibu ndio unaweza kufanya katika mfumo wa namna hii. Ni wewe kutueleza mahala ulipo, manake tulianza kutafitiwa sehemu ulipo, lakini pia jina la mke wako, jina la mumeo, ili madi mambo katika hali iliyokuwa nzuri kabisa. Na kanuni ilivyo, taaluma hazionyeshi kutajwa yule ambaye aliyosema na yule ambaye anatakiwa kufanyiwa. Lazima utakao wachwa wazi ni mji wa mahala wewe ulipo, ili mradi kwamba kujua kwamba jambo hili limefanyiwa ni la kwako wewe hapo ulipo kwa mazingira hayo biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Jambo hili linafanyika mahali popote, ukiwa ndani ya Tanzania, ukiwa nje ya Tanzania, mahali popote ulipo duniani unaweza kufanya taratibu huu katika hali iliyokuwa nzuri kabisa. Kumbuka tu kwamba unaweza kutupata kwa mawasiliano yetu ya namba hizo unaziona hapo, Dr. Said na Sheikh Sufyan Al-Ghazali. Unaweza kumpigia simu kwa WhatsApp, pigia simu kawaida, unaweza kupigia unaweza kutuma voice au kapiga au kapiga simu moja kwa moja ukasikilizwa na ukashauriwa ukapewa mwongozo namna gani jambo lako linaweza kufanya katika utaratibu uliokuwa bora kabisa. Kumbuka pia ofisi yetu ipo hapa Mbagala Kizuiani, Dar es Salaam, barabara kuelekea jeshini. Unaweza kutupata pindi tu utakapona ujumbe huu, basi unakufaa sana, hasa ndugu yangu. Ndoa sasa hivi zina mashaka makubwa. Vipi unaweza kumdhibiti na kulinda ndoa yako? Tumia taratibu huu ili kuweza katika hali iliyokuwa nzuri kabisa. Dada yetu huyu tayari amejihakikishia kuwa nafasi bora ya kuweza kuimarisha na kuidhibiti vizuri ndoa yake biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Pia nawe bado haujachelewa, kama umekimbiwa au kama amekukimbia mke au amekukimbia mume, au kama migogoro mivutano ni mingi sana, suluhu inaweza kupatikana katika taratibu zilizokuwa bora kabisa. Langu la kusema kwako ni kuchukua namba tu hapo nasi muda huu ili uweze kupata taratibu uliokuwa bora kabisa inshallah. Na sasa tunahitaji kwenda katika dua rasmi, duaul basmala kwa ajili ya dada yetu huyu. Na wewe ndugu yangu ambaye unatufuatilia hapo ulipo, nyanyua mikono pamoja nasi, itikia dua pamoja nasi, weka nia, mwambie ya Rabbi, tunakuomba kwa hurma na utukufu wako huyu dada huyu ambaye naomba dua hii kwa ajili yake, ya Rabbi mkidhie mwanzo haja zake. Alafu nami ambaye nanyanyua mikono na kusema maneno haya, ya Rabbi naomba nami usiniache nami minna yangu katika mazito yanayosumbua katika ndoa yangu. Ya Rabbi nakuomba nisuluhishie majambo yangu, ndoa yangu iwe katika hali iliyokuwa salama. Sema maneno haya yani kwa yakini kabisa, madhubuti kutoka moyoni. Mola ni msikivu na anajibu dua kwa hurma na utukufu wake. Basi moja kwa moja tuende katika dua, ili mradi dada yetu huyu aweze kukamilisha taratibu wake. Basi nawe pia taratibu wako unaweza ukafanya kama hivi namna ulivyo. Tuende katika dua.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. اللهم ربنا إنا نسألك في هذه ساعة شريفة المباركة المعظمة المكرمة. آمين. يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات. آمين. يا مقيل العثرات يا من إذا دعي أجابا. آمين. يا من إذا سئل منه أعطى. آمين. يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. آمين. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر
استغفر الله 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 استغفر الله. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم ونتوب إليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. اللهم زدوا شرفا وكرما محبة ورفعة وجلالا وتعظيما. يا من على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقبل لنا بها جميع الحاجات وتغفرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. إن شاء الله tuweke nia, tuseme na Allah. Weka nia, sema na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie sulhu katika ndoa yako. Wewe ambaye ndoa yako ina misukosuko, wewe ambaye umekimbiwa, basi Mwenyezi Mungu ajalie khairi inshallah. Alikukimbia arejee, na kama mko pamoja lakini misukosuko ni mingi ya Rabbi, basi Mwenyezi Mungu aondoshe misukosuko kwa huruma na utukufu wake. Weka nia kwa yakini na imani madhubuti inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من على فقهر يا من ملك فقدر. الله رب العلا أكرمنا بنور الإجابة. الله رب العلا أكرمنا بنور الإجابة. يا من على فقهر يا من ملك فقدر. الله رب العلا
أكرمنا بنور الإجابة الله رب العلا أكرمنا بنور الإجابة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 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 الله رب العلا أكرمنا بنور الإجابة الله رب العلا أكرمنا بنور الإجابة يا من على فقهر يا من ملك فقدر الله رب العلا أكرمنا بنور الإجابة الله رب العلا أكرمنا بنور الإجابة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. شرعت بتوحيد الإله مبسملا آمين. سأختم بالذكر الحميد مجملا آمين. بسم الله أدعوك يا منزلا القرآن وبسم الله مفضلا الله رب العلا أكرمنا بنور الإجابة الله رب العلا أكرمنا بنور الإجابة يا من على فقهر يا من ملك فقدر الله رب العلا أكرمنا بنور الإجابة الله رب العلا أكرمنا بنور الإجابة. كلمات الله التي أنزلا آمين. أدعوك بها الله رب ذي العلا آمين. 19 حروف بسم الله آمين. أول دعاء بسم الله تقبلا الله رب العلا أكرمنا بنور الإجابة الله رب العلا أكرمنا بنور الإجابة يا من على فقهر يا من ملك فقدر الله رب العلا أكرمنا بنور الإجابة الله رب العلا أكرمنا بنور الإجابة. فتحت دعائي ببسم الله أولا آمين. بسم الله قبل ربي بالقبول آمين. بسم الله ربي أجب توسلي الرحمن الرحيم عليك أتوكل الله رب العلا أكرمنا بنور الإجابة الله رب العلا أكرمنا بنور الإجابة يا من على فقهر يا من ملك فقدر الله رب العلا أكرمنا بنور الإجابة الله رب العلا أكرمنا بنور الإجابة.
دخلت ببسم الله توكلا وفوضت أمري إليك مبسملا وفتحت ببسم الله جميع أقفالنا وكلما ثقل علينا تحللا. الله رب العلا أكرمنا بنور الإجابة. الله رب العلا أكرمنا بنور الإجابة. يا من على فقهر يا من ملك فقدر. الله رب العلا أكرمنا بنور الإجابة. الله رب العلا أكرمنا بنور الإجابة. بسم الله رزقي يا رزاق تسهلا. آمين. الرحمن نوري يا نور تشعلا. آمين. الرحيم حاجاتي منك تفعلا. بعشر حروف بسم الله تبسملا. الله رب العلا أكرمنا بنور الإجابة. الله رب العلا أكرمنا بنور الإجابة. يا من على فقهر يا من ملك فقدر. الله رب العلا أكرمنا بنور الإجابة. الله رب العلا أكرمنا بنور الإجابة. بسر حروف بسم الله أسأل. آمين. ما نويت في قلب ربي أقول. آمين. بسم الله الرحمن يا ذا الجلال. يا رحيم ارحم ربي وتقبلا. الله رب العلا أكرمنا بنور الإجابة. الله رب العلا أكرمنا بنور الإجابة. يا من على فقهر يا من ملك فقدر. الله رب العلا أكرمنا بنور الإجابة. الله رب العلا أكرمنا بنور الإجابة. بالباء بسم الله بركة أسأل. آمين. وبالسين بسم الله سلامة أسأل. وبالميم يا مالك الملك أتوكل. وبالألف ألف قلوب الخلق تخللا. الله رب العلا أكرمنا بنور الإجابة. الله رب العلا أكرمنا بنور الإجابة. يا من على فقهر يا من ملك فقدر. الله رب العلا أكرمنا بنور الإجابة. الله رب العلا أكرمنا بنور الإجابة. وبالله من الله في بسم الله أجلل. آمين. والهاء هدى الله يا ذا الجلال. آمين. جملنا بالراء الرحمن يا الرحيم ارحم عبدا هذا مزللا. الله رب العلا أكرمنا بنور الإجابة. الله رب العلا أكرمنا بنور الإجابة. يا من على فقهر يا من ملك فقدر. الله رب العلا أكرمنا بنور الإجابة. الله رب العلا أكرمنا بنور الإجابة. أجب دعاء كل من بسملا. وعبدك الذي كتب يا ذا العلا. هذا ببسم الله ثم توسلا. وقال رب اغفر عبدا دعاك تبتلا. الله رب العلا أكرمنا بنور الإجابة. الله رب العلا أكرمنا بنور الإجابة. يا من على فقهر يا من ملك فقدر. الله رب العلا
أكرمنا بنور الإجابة الله رب العلا أكرمنا بنور الإجابة بدعاء كل من بسملا وعبدك الذي كتب يا ذا العلا هذا ببسم الله ثم توسلا وقال رب اغفر عبدا دعاك تبتلا الله رب العلا أكرمنا بنور الإجابة الله رب العلا أكرمنا بنور الإجابة من على فقهر يا من ملك فقدر الله رب العلا أكرمنا بنور الإجابة الله رب العلا أكرمنا بنور الإجابة بدعاء كل من بسملا وعبدك الذي كتب يا ذا العلا هذا ببسم الله ثم توسلا وقال رب اغفر عبدا دعاك تبتلا الله رب العلا أكرمنا بنور الإجابة الله رب العلا أكرمنا بنور الإجابة من على فقهر يا من ملك فقدر الله رب العلا أكرمنا بنور الإجابة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه على رجعه لقادر 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 اللهم يا من رد موسى إلى أمه آمين أرجع عبدك آمين كما رددت موسى إلى أمه آمين يا من رد يوسف إلى أبيه اردد هذا عبدك إلى كما رددت يوسف إلى أبيه يا من أمره بين الكاف والنون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن شاء الله تنينيو ميكونو تمومبي الله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على خير الأنبياء المرسلين نسألك اللهم بحق بسم الله أولنا نكنا رحمن نرحيم وسيم ثالك وجنا لك ديان نشتكي ضعف الحال بأمراض وفقدان تقبل يا منان ويكون فيكون يا ربي كلا لنا حاجة مبنال يا رحمن ومكذينا حاجة مامبو يا وسهلان ومجعلينا فراجة كلا وقت أبدا تقبل يا منان ويكون فيكون يا ربي ونكتاك وتوت وجعلي أطفالي يا ربي waondolee majuto wawe ni wenye nawali ya rabbi wapate wengi watoto wenye khairi na akili taqabbal ya mannan wa kun fakun ya rabbi jaalia shifaa kwa kila mwenye maradhi dua inayofaa imfaayo mwenye maradhi iwe kwake ni shifaa kama sunna na faradhi taqabbal ya mannan wa kun fakun ya rabbi kila aliyorogwa uchawi umwepuke
kwa dhahiri au faragha, hakika umuondoke. Bila miguu kusaga hata robo usibaki. Taqabbal ya Mannan yakun fayakun. Ya Rabbi, na alio na shaitani dua hii imuauni. Ya Allah, muondolee majini bila hata ya ubani. Ya Rabbi, mdhofu shaitani pande zote mwilini. Taqabbal ya Mannan yakun fayakun. Taqabbal ya Mannan yakun fayakun. Na asena mchumba mjalie ya Rabbana bila kufukiza vumba. Taqabbal subhana, alio na khairi mchumba na hikma nyingi sana. Taqabbal ya Mannan yakun fayakun. Ya Rabbi, wenye wake wakorofi wafanye sahali, wawe wapole latufi na tabia halali, wawe na khairi lufufi na shari wasizijali. Taqabbal ya Mannan yakun fayakun. Ya Rabbi, kila aliye na mume mkali kama pilipili awe baridi tamami sio kama bulbuli, akunjue usondimu furaha kwa kila hali. Taqabbal ya Mannan yakun fayakun. Na aliye na kimada haraka afunge ndoa, si lazima kinanda. Taqabbal hii dua, asiharibu kitanda kwa zina au halua. Taqabbal ya Mannan yakun fayakun. Ya Rabbi, warehemu wazazi wetu kadhalika mashekh zetu na pia babu zetu na hata bibi zetu, aidan jirani zetu na waislamu wenzetu. Taqabbal ya Mannan yakun fayakun. Ya Rabbi, tujail mapenzi tupendane Islam. Ya Allah, tuondolee ushenzi tupate nyingi salam. Ya Rabbi, tujail nyingi izzi katika dari salam. Taqabbal ya Mannan yakun fayakun. La hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahabatihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Inshallah tumemaliza dua. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema sisi tunaomba dua, majibu yanatoka kwake Allah tabaraka wa taala. Lakini kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema tena, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hana sifa ya kujibu dua ya mtu anayekata tamaa, ya kwamba anasema da'autullaha falam yastajib li, nimemuomba sana Mwenyezi Mungu lakini sijaona lolote. Ukikata tamaa basi jambo lako limefeli. Lakini cha msingi ni kuwa na yakini na imani kwamba tumenyanyua mikono, tumesema na Allah, ndio yule ambaye akitaka kitu usema kuwa nacho kikawa, insha Allah naye Mola wetu hatorejesha mikono yetu ikiwa sifuri, bali itarejesha na kile tulichokiomba insha Allah. Mimi na timu yangu hatuna hata chembe ya wasiwasi wala hofu kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa sababu tunaamini ametuahidi kutujibu pale ambapo tunapomwomba, na sisi tumemwomba kwa yakini na imani madhubuti. Mola wetu ni msikivu na bila shaka atatujibu insha Allah biidhnillahil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na bila shaka lau mtapouona ujumbe huu mtakimbizana huku na kule kwa kisha mnalifanya hili jambo ambalo bila shaka ni jambo bora kabisa kabisa. Allahumma, Mwenyezi Mungu tunakuomba kwa kila yule ambaye atakayefanikisha sisi kufanikiwa kupata vifaa hivi, ya Rabbi nayo mfanikishie katika yale anayoyatamani katika mazuri yaliyo katika nafsi yake kwa hurma na utukufu wako. Ewe ndugu yangu, tunahitaji laptop kutoka kwako. Ewe ndugu yangu, tunahitaji desktop kutoka kwako. Ewe ndugu yangu, tunahitaji kamera kutoka kwako. Ewe ndugu yangu, tunahitaji stendi, mataa, ili ofisi yetu na kadhalika studio yetu iweze kuwa imara zaidi. Boreshaji ni nani? Ni wewe ndugu yangu, na bila shaka unaweza pale utapoamua kulisimamia hili. Lakini kuna yule ambaye anasema mimi uwezo wa kamera sina, lakini changu kidogo ninaweza. Tutafute kwa namba hizo, insha Allah tutapokea mchango wako, na bila shaka tutanyanyua mikono kumwambia Mola wetu, huyu sio tajiri bali ameyafanya haya kwa mapenzi katika dini yako. Mola wetu, ya Rabbi nawe mpe mazuri kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya Rabbal alamin.